Kuna jambo moja ambalo limekuwa linawachanganya watu wengi sana katika maisha. Unamwangalia mtu fulani, unamuona hana elimu kubwa sana, hana kipaji cha ajabu, hata connections zake unaona ziko kawaida tu. Lakini ghafla unasikia amefanikiwa, biashara yake imekua, maisha yake yamebadilika. Wakati wewe au mtu mwingine ambaye una akili kubwa sana, una mipango mingi na una ndoto kubwa, bado unahangaika. Na hapo ndipo swali linapokuja kichwani. Inawezekanaje mtu wa kawaida afanikiwe haraka kuliko watu wenye akili kubwa? Leo nataka tuzungumze ukweli huu bila kuficha kitu. Sio hadithi, sio motivation ya uongo. Ni kanuni halisi ya maisha ambazo watu wa kawaida wanazitumia, wakati watu wengi wenye vipaji wanajiharibu bila kujua. Kama hii ni mara yako ya kwanza kufika kwenye channel hii, karibu sana. Hapa tunazungumzia maisha, akili, mafanikio na saikolojia ya mwanadamu kwa uhalisia wake. Kaa mpaka mwisho, kwa sababu kipengele cha mwisho kitakufanya ujitafakari sana katika maisha yako. Moja ya tofauti kubwa kabisa, watu wa kawaida hawafikiri sana bali wanatenda. Moja ya tofauti kubwa kati ya mtu wa kawaida na mtu mwenye akili nyingi ni kiasi cha kufikiria. Watu wenye akili kubwa mara nyingi hufikiri sana kabla ya kuanza, lakini huona hatari nyingi kuliko fursa. Lakini pia hujiuliza maswali mengi sana: itakuwaje? Nikishindwa je? Au watu watanionaje? Lakini mtu wa kawaida anafanya nini? Anasema nitaanza kwanza, nitarekebisha njiani. Hafikiri sana kama mpango ni perfect au la. Anajaribu, akikosea anarekebisha, akishindwa anajaribu tena. Ndio maana unaona wanafanikiwa haraka, kwa sababu mafanikio yanampenda mtu anayechukua hatua, sio anayefikiria sana. Lakini sababu ya pili ni kwamba watu wa kawaida hawangoji kuwa ready, hawangoji kuwa tayari. Watu wengi wenye vipaji wana tatizo moja kubwa sana: wanangoja siku watakapokuwa tayari kabisa. Wanangoja wajue kila kitu, wanangoja pesa iwe nyingi, wanangoja confidence iongezeke, na wanangoja mazingira yawe mazuri. Lakini mambo ni haya: hakuna siku utakaa uwe ready kabisa. Mtu wa kawaida anakubali ukweli huu mapema, anasema najua bado sijawa mkamilifu, lakini nitaanza hivyo hivyo. Ndio maana anaanza mapema, na anayeanza mapema hujifunza mapema, anayejifunza mapema hubadilika mapema, na anayebadilika mapema hufanikiwa mapema. Sababu ya 4 ni watu wa kawaida hawajilinganishi sana. Watu wenye akili kubwa mara nyingi wanaishi kwenye comparison trap. Wanajilinganisha na walio mbele yao, wanajilinganisha na waliofanikiwa zaidi yao, wanajilinganisha na walioanza zamani. Hii inawafanya wakate tamaa mapema sana, waonekane kama hawatoshi au waache kabisa. Lakini mtu wa kawaida anajilinganisha na nani? Anajilinganisha na jana yake. Leo anataka awe bora kuliko jana. Hataki awe bora kuliko kila mtu, anataka awe bora kuliko yeye wa jana. Mtazamo huu mdogo lakini wa ukweli unampa amani ya akili, na amani ya akili humruhusu kukua haraka bila pressure. Lakini sababu ya 4, watu wa kawaida wanavumilia kufanya kitu kimoja muda mrefu. Watu wenye akili nyingi hupenda vitu vipya, mpango mpya, wazo jipya, business ideas mpya, motivation mpya. Tatizo ni moja: hawakai na kitu kimoja kwa muda mrefu. Lakini watu wa kawaida wanaanza kitu kimoja, wanakaa nacho hata kama hakitoi matokeo haraka. Wanavumilia boredom, wanavumilia kucheleweshwa kwa mafanikio. Na hapa ndipo siri kubwa ilipo. Uvumilivu unaonekana wa kawaida, lakini matokeo yake sio ya kawaida. Mafanikio mengi hayatokani na kipaji, yanatokana na kudumu. 5, watu wa kawaida wanakubali kosa na kujifunza haraka. Mtu mwenye akili kubwa ana ego kubwa ya akili. Mimi siwezi kabisa kukosa, hili napaswa ifanye kazi. Alikosea anaumia sana lakini mtu wa kawaida akikosa anakubali, anacheka, anarekebisha na anaendelea. Hana hofu ya kuonekana mjinga, na kwa sababu hiyo anajifunza haraka sana. Kama maisha yako yanakubali kosa lake mapema, hufika mbali haraka. Katika maisha, anayekubali kosa lake mapema hufika mbali haraka. Lakini sababu ya 6 ni kwamba watu wa kawaida hufanya mambo rahisi kwa kina. Watu wengi wenye akili kubwa hupenda mikakati migumu, mipango mikubwa na mawazo mazito.
lakini hawatekelezi kwa kina. Watu wa kawaida hufanya mambo rahisi: huduma nzuri, nidhamu ya pesa, kazi ndogo ndogo kila siku, kuheshimu watu, kujifunza taratibu, lakini wanafanya kwa udhabiti mkubwa. Mafanikio yanahitaji ujanja mwingi sana, yanahitaji nidhamu ya muda mrefu. Ujumbe muhimu nataka nikupatie kwako wewe mtazamaji. Kama umewahi kujiona una akili nyingi lakini maisha hayaendi, una mipango mingi lakini hakuna inayokaa sawa, unajilaumu kwa nini hujafanikiwa mapema, nataka nikwambie kitu kimoja kwa ukweli kabisa. Huna shida ya akili, una shida ya utekelezaji na uvumilivu. Na hiyo ni habari njema, kwa sababu akili huwezi kuiongoza kirahisi, lakini tabia unaweza kuibadilisha kuanzia leo. Anza kidogo, anza bila kuwa mkamilifu, anza hata ukiwa unaogopa. Kaa kwenye kitu kimoja muda mrefu, hapo ndipo utaanza kuona mabadiliko. Mara nyingi maisha hawapi ushindi watu wenye akili kubwa pekee, bali wapo ushindi wale wanaochukua hatua, wanaovumilia na wanaoendelea hata bila kushangiliwa. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, usahau kulike video, kushare, kusubscribe na kucomment ili usikose content zaidi za maisha na mafanikio ya kweli. Mpaka wakati mwingine, endelea kusonga mbele hata kama unaonekana wa kawaida, kwa sababu mara nyingi watu wa kawaida hufanya mambo ya ajabu sana. Nasema asante, bye bye.